Leo mwaka mmoja, Mheshimiwa Mwenyekiti, ninayo furaha kukutaarifu kwamba walipa kodi sio maadui zetu, ni partners wetu katika kukusanya kodi. Na hili limefanyika bila kuathiri ukusanyaji wa mapato. Na katika kipindi cha mwaka sisi huwa tunatoa performance ya makusanyo kila robo. Tulikuwa tumebakisha robo moja. Katika robo hii ya mwisho ya 4 ambayo inaanza mwezi Aprili mpaka Juni, TRA ilipaswa ikusanye trilioni 7 na milioni 900. Lakini mpaka jana trilioni 7 na bilioni 840. Lakini mpaka jana tuliweza kukusanya trilioni 8 na bilioni 220, ambao ni ufanisi wa asilimia 104 na ukuaji wa asilimia 15. Ni kiwango kikubwa sana, kisingefanikiwa bila ya ushirikiano na walipa kodi, kisingefanikiwa bila ya miongozo thabiti inayotoka kwa mkuu wa nchi na viongozi wengine, lakini kisingefikiwa bila ya kazi nzuri ya ueledi na ya kujitoa ya watumishi wote wa Mamlaka ya Mapato Tanzania. Kwa hiyo nichukue fursa hii kuwapongeza sana watumishi wote wa Mamlaka ya Mapato Tanzania. Kwa hili la kwanza. Lakini la pili, baada ya kukusanya kiasi hicho, tumeweza kutengeneza rekodi ambayo kwa mara ya kwanza toka TRA imeanzishwa mwaka 1997, kwa mara ya kwanza TRA imeweza kukusanya na kuvuka miezi yote 12 ya mwaka. Tulikuwa na lengo la kukusanya trilioni 31 na milioni 500 kwa mwaka mzima kwa bara na visiwani. Lakini mpaka jana saa 6 usiku tumeweza kukusanya trilioni 32 na bilioni 260. Lakini kubwa zaidi, tumeweza kukua kwa asilimia 16.7. Ni kiwango kikubwa sana na ni ufanisi wa asilimia 103. Haya ni mafanikio, lakini ni record kubwa. Sasa wengine wanaweza wakasema mbona ni ya kawaida? Kwanza nimesema TRA imeanzishwa mwaka 96. Leo tuna miaka 29. Mwezi wa 6 mwakani tunatimiza miaka 30. Tunao watumishi wengine ni wapya, Mwenyekiti, wengine walikuwa hawajazaliwa. Wakati TRA inaanzishwa mwaka 96, ilipewa lengo la kukusanya kwa mwaka ilikuwa ni bilioni 539. Mikoa yote 33, bilioni 539. Na tuliweza kukusanya bilioni 531 kwa mwaka, ambayo ilikuwa ni ufanisi wa asilimia 98. On average kwa mwezi tulikuwa tunakusanya bilioni 44. Tunazunguka mikoa yote. Mwaka 96 alikuwepo Mzee Sanare, ndo alikuwa Commissioner General kwa, na hata World Bank na IMF ndo ambao walipropose tu ianzishe TRA. Walisifia mafanikio ya kukusanya bilioni 44. Ndoto yetu ni kila mlipa kodi afikiwe mara moja kwa mwaka. Tusiwe tena na madeni ya miaka 3. Tusiwe tena na audit za miaka 4. Leo asubuhi kabla sijaja hapa nilikuwa na watu wa IGAS. Watu wa IGAS ni serikali. Na wao wamekuja hapa wananiambia sasa, siji watu wako wamekuja
audit for 5 years, madeni ni mengi. Nikamwambia that will be history sasa, kwa sababu tumeajiri watumishi wengi, tukiwa train wakiwa na uwezo, at least seko ya kuwapitia walipa kodi haitazidi zaidi ya miaka 2. Ni ufumbuzi wa kudumu wa changamoto ambazo zilizokuwepo. Isingewezekana bila commitment ya Mheshimiwa Rais kuajiri watu wengi. Kwa hiyo tumpongeze sana Mheshimiwa Rais kwa uamuzi wake. Lakini ameshiriki juzi pale kufungua ofisi zetu. Now we went there deliberate. Aone, na hata tukienda kumuomba uwezeshaji wa ofisi za nchi nzima zifanane na vile, awe na picha na aweze kutuwezesha. Na kimsingi amekuwa very supportive. Kwa hiyo performance hizi ni kwa sababu ya kutekeleza maagizo ya viongozi. Sababu nyingine ya tatu, Mheshimiwa Mwenyekiti, ufanisi umeongezeka sana ndani ya TRA. Watumishi wengi wanajitoa sana kufanya kazi, na compliance measures nyingi zinachukuliwa. Tusingefika hapa kama watumishi wasingekuwa na uzalendo na kujitoa kufanya kazi. Sababu nyingine ni kuimarika kwa shughuli za kiuchumi. Lazima tukiri kuna ongezeko kubwa la economic activities. Ukiangalia pale custom mizigo imeongezeka sana. Imesababisha pia kuongezeka kwa kukusanya mapato. Lakini pia kienda hata businesses zilizokuwepo zamani sasa hivi ni tofauti kabisa. Lakini pia tumefacilitate sana shughuli za kiuchumi. Tumerahisisha sana pale custom. Hata authorized economic operators tumesema wawe wengi. Ule urasimu tumeupunguza sana. Yote haya yanawafanya wafanya biashara wawe na hamu ya kuendelea kuwekeza. Kwa hiyo hizi na sababu nyingine zimepelekea sisi kuweza kufikia record ya kukusanya mfululizo miezi yote 12 na kuvuka lengo, lakini the highest tax revenue collected ever toka tumeanza 1996. Tunataka tufikie wakati ambapo mfanyabiashara aweze kulipa au kufaili returns zake akiwa kwenye living room sebuleni nyumbani kwake bila kunyanyua mguu kwenda mahali kokote. Lakini tunataka pia akinyanyua mguu kusema kwamba ngoja nikamuone afisa fulani wa TRA, basi afike kwenye mazingira mazuri. Ndio maana tunajenga ofisi nzuri. Zile ofisi tunawajengea walipa kodi wetu wafike pale aone kabisa kwamba nahudumiwa vizuri. Ndio mimi kwenye bodi yetu ya wakurugenzi tulipokutana na management, nikasema nataka TRA iwe ndio mamlaka bora kabisa ya mapato katika bara la Afrika.